This is a Toff Radio podcast. Kupitia msururu huu wa vipindi, tunaangazia teknolojia na mbinu za kiikolojia na rasilimali ambazo wakulima hutumia kusuluhisha changamoto zinazowakabili katika mashamba yao. Tunafanya hivi ili kuwawezesha wakulima kutambua mbinu za kiikolojia zinazofanya kazi na kukubalika na wakulima katika mazingira yao na kuchochea matumizi ya mbinu hizi asili na za kiikolojia katika kuendeleza kilimo na maendeleo ya jamii. Jina langu ni John Cheburet. Muhogo ni zao linalokuzwa katika maeneo mengi Afrika Mashariki. Linatumika kama zao la kupambana na njaa, hasa wakati wa kiangazi ambapo kuna upungufu wa vyanzo vingine vya vyakula. Pia ni kitega uchumi na chanzo cha kipato kwa wakulima. Kama zao la mizizi, mhogo inaweza kuvumilia uhaba wa mvua na maji, na hii inaifanya kuwa zao muhimu kwa chakula na mapato wakati huu ambapo kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Katika muktadha wa upanuzi wa miji, masoko pia yanakuwa na bidhaa tofauti ya mihogo kama vile crisps, chips, unga kati ya zingine. Fursa ni nyingi, lakini soko la muhogo bado halijajengwa na kutumika vizuri. Je, ni njia gani tofauti ambazo wakulima katika eneo lako wanatumia kutengeneza bidhaa kutokana na muhogo? Njoo nami tuwatembelee wakulima katika maeneo ya Awasi, kaunti ya Kisumu, kujua bidhaa wanazotengeneza kutokana na muhogo. Akina mama hawa ni wanachama wa kikundi cha Umbrella ambacho kinawaleta pamoja akina mama takriban 60 kutoka vikundi vidogo tofauti viungani mwa kituo hichi cha biashara cha Awasi. Wanasema kwamba jina la kikundi ni ishara ya nafuu inayoletwa na kivuli wakati wa jua kali. Ni umbrella ya mavuli. Tumeona tuite umbrella. Ni kivuli, hata kama umekaa kwa kivuli, unaweza sema tu nimepata kivuli kidogo. Juu umepata kidogo yenye unaendesha nayo maisha. Muhogo ni zao moja ambalo akina mama hawa wanakuza kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kuuza kwa soko, na pia wanaongeza thamani kwa kutengeneza bidhaa aina tofauti. Bi Ann anaeleza vile wanavyotengeneza bidhaa kutokana na mihogo. Kwa vitu vya value addition, kwa mfano ni kitu kama chips, tunatoa mihogo kwa shamba, tuna peel, baada ya kupeel tunaosha vizuri. Kuosha, tunaosha mara 2. Juu maji ya kwanza inaweza kubeba matope mingi. Sasa unaosha mpaka uangalie kama maji ni safi kabisa, ndio tunatoa. Alafu tuna peel kutumia kisu. Baada ya kupeel, una make sure uko na mafuta ya kutosha, na kitu chenye utatumia, kitu kizuri ni jiko kabisa, sana ndio tunatumia. Tunaweka makaa ya kutosha. Baada ya kuwasha, tunaweka mafuta ndani ya sufuria ama karaya chenye unayo. Alafu kisha peel hizo, unaweka kwa kitu kama kichungu, ndio maji zitolewe nje, zikauke kidogo, ndio maji zisiingie kwa mafuta. Alafu unaweka kwa mafuta yenye imesha chomeka vizuri. Anavyosema ni kwamba usafi ni wa hali ya juu, na pia kuhakikisha kwamba ukichambua na kukatakata muhogo kwa vipande vya chipsi, unaiacha itulie kwa muda ili kupunguza kiasi ya maji kabla ya kuitumbukiza kwa mafuta inayochemka. Ikikaribia kuiva, itaanza kubadilika rangi. Kitu kingine, una observe kama imeiva, utaangalia kitu kwa color, ina change color. Unabadilisha upande mwingine pia iive vizuri. Ikishaiva, unatumia kijiko kutoa. Baada ya kutoa, unaweka kwa kitu kisafi, hata kama ni sufuria ama sihinia safi. Ungoje zipoeshe kidogo ndio zisichome hizo containers zenye zinawekwa. Na wateja nao wanapatikana wapi? Bi Caroline Atieno Otieno.
Kwa wateja, unajua tukitengeneza kitu kama chips, tupeleke sokoni. Sasa vile tumeitengeneza ni tamu. Sasa unajua wateja watakuwa wakiitana, wale wanapika chips tamu, tuende tukakule. Hata hiyo nini ya chapati na popcorns yetu. Alafu hizo vitu za nyumbani wamependa zaidi kuliko zile zinatengenezwa kwa factory. Wamejua hizo ni local za kutoka nyumbani. Sasa vile tumeitengeneza vizuri, makasama wanaitana tu. Sasa tuko na market kabisa ya kuuza hizo vitu. Na wanapigaje hesabu ya faida? Kwa mfano hii chips ni cassava tu na oil, mafuta. Na hii tini ya package ndio tunapiga hesabu. Na time yenye tumechukua kutengeneza hiyo, because time is also money. Kwa mfano tukichukua cassava ya 20 bob ama 50 bob, tutengeneza na mafuta kwa mfano ya 100, lazima tuuze zaidi ya 400 ama 500 ndio tupate faida ya 300 shillings. Sasa hiyo ndio tunapiga hesabu kwanza kabla hatujaiuza. Kilimo Hai, Biovision Africa Trust. Gapenda hiyo sana. Inabadilisha maisha. Kabadilisha maisha ya wakulima. Inainua jamii. Gapenda sana. Inainua vijana wa mama na wazee. Tutie bidii tubadilishe kilimo. Na hiyo masomo kajifunza wapi? Iko mzuri sana. Hata wewe jaribu Kilimo Hai. Thank you for listening to The Organic Farmer.